Katika kipindi chetu cha leo, timu inayotengeneza vipindi vya historia yetu inawaletea historia iliyojificha kwa miaka mingi katika wilaya ya Kilwa. Ukweli ni kwamba haiwezekani historia ya Tanzania ikakamilika bila historia ya wilaya ya Kilwa katika mkoa wa Lindi. Wilaya ya Kilwa ipo umbali wa takribani kilomita 220 kutoka jiji kuu la kibiashara, jiji la Dar es Salaam. Wilaya hii kwa upande wa kaskazini inapakana na wilaya ya Rufiji iliyopo mkoa wa Pwani. Upande wa mashariki inapakana na bahari ya Hindi. Upande wa kusini inapakana na wilaya ya Lindi vijijini, na kwa upande wa magharibi inapakana na wilaya ya Liwale. Wilaya ya Kilwa ina maeneo mengi ya kihistoria yanayojulikana kimataifa tangu karne ya 4 kama vile Kilwa Kisiwani ambako kuna hifadhi ya magofu ya miji ya Waswahili wa kale, magofu ya kale ya Wareno na kadhalika. Kule Kilwa Kivinje pia kuna hifadhi ya magofu ya masultani wa kale na yale ya wakoloni wa Kijerumani. Aidha, maeneo ya Songo Mnara, Sanje ya Majoma na Sanje ya Kati kuna hifadhi ya maghorofa ya Waswahili wa kale. Hebu tumsikilize mkuu wa wilaya hiyo, Comrade Christopher Ngubiagai akielezea wilaya ya Kilwa. Wanasema dola yote na mihimili mikuu mitatu, kwa maana serikali, bunge, mahakama, lakini na muhimili mwingine ambao ni muhimu zaidi ni nyinyi wanahabari. Ni muhimili ambao kwa kweli unaweza ukaleta mapinduzi ya kifikra, mapinduzi ya kimsimamo na kimtazamo. Watu wakafahamu walikotoka, walipo na wakotakiwa kwenda kutokana na nyinyi wanahabari. Tunaombea sana. Mimi kama kiongozi makini ambaye naona jinsi gani vyombo vya habari makini vile vile, sio vyombo vya habari vya makanjanja. Vyombo vya habari kama vyako ambao vinatoa taarifa za kiuchunguzi vinaweza vikasaidia jamii yetu ya Tanzania, hata jamii yetu ya Wanakilwa wakafahamu. Sasa kwa ufupi, wilaya ya Kilwa ilianza rasmi tangu mwaka 1948. Ni kati ya wilaya kongwe katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wilaya hii ya Kilwa, mimi ni mkuu wa wilaya wa 19 tangu 1961. Mimi ni mkuu wa wilaya 19, kwa hiyo nacheza namba 19. Kama ni mtu wa michezo anaweza kujua namba 19 nacheza nani. Lakini wilaya hii imebahatika kuwa na eneo la kilomita za mraba 13,958. Nilivyokuwa Mkarama ni wilaya ndogo ambayo haizidi kilomita 5,000. Lakini tunazungumzia kilomita za mraba 13,958 ndio Kilwa. Wilaya hii ina vitongoji 351. Ina vijiji 90. Ina kata 23. Ina tarafa 6. Ina mamlaka ya miji midogo miwili, Kilwa Masoko na Kilwa Kivinje. Ina majimbo mawili ya uchaguzi, Kilwa Kusini na Kilwa Kaskazini. Kwa idadi ya watu wa wilaya ya Kilwa, sensa iliyofanyika mwaka 2012, inasema ya wilaya ya Kilwa ina idadi ya watu 199,650. Lakini hiyo ni 2012. Sasa hivi inafikia karibu miaka 10, kwa hiyo kutakuwa na ongezeko la 0.9 ambalo inawezekana tukafika tu kama 200,000 na 10,000 na kadhaa. Kwa hiyo idadi ya eneo la mraba wa Kilwa aliendani na idadi ya wananchi wanaoishi. Wananchi wetu ni wachache sana ukilinganisha na ukubwa wa wilaya yetu ya Kilwa. Kilwa imebahatika kuwa na fursa kuu za rasilimali kama zifuatazo. Kwanza, Kilwa tumebahatika kuwa na fursa ya rasilimali ya ardhi. Wilaya hii katika kilomita za mraba hizo 13,958 tuna ukubwa
wa eneo ambalo limetengwa kwa kilimo, hekta 880,080 tumetenga kwa ajili ya kilimo cha mazao ya chakula na biashara, hekta 880,080. Mpaka sasa hivi wananchi wote wa Kilwa wamejitahidi kulima, wametumia hekta 80,080 tu. Ni kama 10% ya eneo lote ya wilaya yetu ya Kilwa. Kwa hiyo tuna fursa kubwa ya kuweza kutangaza na kuwashawishi wawekezaji kwenye fursa hizi za kilimo. Wanaweza kuja Kilwa tukawapa maeneo ya kulima wao wanayotaka. Katika kilimo tunazungumzia miundombinu, utaalamu, mbegu bora, ardhi bora na kadhalika. Kilwa tunabahatika kuwa na ardhi bora. Wilaya yetu unaweza kulima mazao yoyote bila kutia mbolea. Mbolea haihitaji kwa sababu maeneo tulikuwa nayo hayajaguswa tangu enzi ya Nabii Nuhu mpaka leo. Maeneo yako ni virgin land. Unakula embe, unatupa kokwa, siku ya pili inaota. Hiyo ndio Kilwa. Kilwa ni eneo lilobahatika kuwa na mboji ya kutosha katika maeneo yetu, na tumetenga maeneo hayo, na niwakaribishe, nitumie fursa hii kuwakaribisha wale ambao kweli wanataka kulima kilimo cha kisasa, kilimo chenye tija, waje Kilwa tuwape maeneo walime. Na hatuna kiwango chochote, nategemea capital yako, labda na business plan yako. Unataka kulima nini? Unataka kulima kwa kiwango gani? Tutakupatia. Tumejipanga vizuri kuwapokea wawekezaji wa ndani na nje katika shughuli zetu hizi za kilimo. Mazao ya Kilwa ambayo yanaota vizuri zaidi, tuna mazao kama korosho ambayo ni kati ya mazao ya kimkakati kwenye taifa letu hili. Kuna mazao ya ufuta ambayo yanaota vizuri, na nikwambie tu katika mikoa ya kusini ambayo inazalisha ufuta, au mkoa wetu wa Lindi na Mtwara, mikoa mingine inazalisha ufuta, ufuta wa Kilwa ndo kati ya ufuta bora. Ufuta unaolimwa Kilwa ni kati ya ufuta bora na wenye bei nzuri sokoni, kwa sababu punje za ufuta wa Kilwa, ile oil content yake ni zaidi ya 90%. Lakini mafuta yanayotokana na ufuta wa Kilwa ni mafuta meupe ambayo yana ladha kwa mteja. Hatujawahi kukwama na ufuta wowote unaozalishwa Kilwa. Hata uzalishe tani za malaki ambayo tufikii, ufuta wote utanunuliwa, kwa sababu ya aina ya udongo tulikuwa nao kwenye wilaya ya Kilwa ni very supportive kwa zao la ufuta na korosho. Kilwa wanapanda miogo, wananchi wa Kilwa wanapanda mpunga. Tuna mabonde makuu matatu. Tunalo bonde ambalo linaitwa Mto Matandu. Mto Matandu unatiririsha maji mwaka mzima. Kwa hiyo unaweza kutumia irrigation scheme ukalima vizuri kwenye bonde la Mto Matandu. Lakini tuna Mto Mavuji. Maji yanatoka milimani kuanzia juu kule Liwale, Luangwa na kadhalika, yanashuka kwenye Mto Mavuji mpaka baharini. Maji mazuri yanayofaa kwa binadamu, mifugo na viwanda. Lakini tuna bonde linaloitwa Mbwe Mkuru. Ni kati ya mabonde makubwa ambayo hayo tu peke yake pengine yanaweza, yakitumika vizuri, yanaweza kulisha mkoa, hata kanda, nchi kwa jumla. Kwa hiyo niwakaribishe sana wale wote ambao wanaangalia kipindi hiki na wako very interested na agriculture sector, waje kuwekeza Kilwa. Ukiwekeza Kilwa katika sekta hii ya kilimo, utakuwa hujapoteza na hautojutia kuja Kilwa. Kitaaluma, Comrade Ngubiagai, nina elimu ya chuo kikuu, na nilipokuwa kwenye chuo kikuu nilisomea masuala ya politics and management for social development. Ni degree ambayo nilisomea kwenye chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere ambacho kipo pale Kigamboni. Ni moja ya taaluma ambazo kwa kweli nasema zimenipa msaada mkubwa sana. Ukizungumzia politics and management for social development, unazungumzia masuala ya kisiasa, masuala ya kiuongozi, lakini masuala ya utawala hasa katika jamii. Hii imenipa fursa sana ya kufahamu mambo mengi ambayo yanahitajika katika social development, yani
jinsi gani ya kuleta maendeleo ya kijamii katika jamii yetu ambayo tunaishi. Binadamu anaishi kwenye jamii na lazima uendeleze jamii unayoishi nayo. Lakini kwenye masuala ya taaluma, pamoja na kozi mbalimbali ambazo nilizipata nje ya nchi, kwa mfano niliwahi kwenda Libya mwaka 2010, nilipata mafunzo mazuri sana pale ambayo yalikuwa yanahusu itikadi ya Green Book. Kipindi hicho kabla the great leader Colonel Muammar Gaddafi hajafariki, alituita viongozi wa vyuo vikuu vya Afrika. Na mimi kipindi hicho nilikuwa ni rais wa chuo kikuu ambacho nachokisoma iko cha Mwalimu Nyerere, lakini vile vile nilikuwa rais wa vyuo vikuu vyote Tanzania bara na Zanzibar. Nafasi hiyo ambayo nilikuwa nayo ilinisaidia kuitwa na kuwa mmojawapo wa vijana walioitwa katika mji mkuu wa Tripoli na serikali ya Libya kufundishwa ideologies mbalimbali ambazo zingeweza kusaidia maendeleo ya kiuchumi, ya kijamii katika mataifa yetu. Nakumbuka kipindi hicho tulikuwa kama vijana 230 katika nchi 23 na kila nchi ilitoa vijana wake 10. Tulifundishwa na maprofesa mbalimbali, lakini not theory tu, lakini practically tulipelekwa katika shughuli mbalimbali za kibunge, bunge la Libya, jinsi inavyofanya kazi yake, serikali ya Libya inafanya kazi yake. Lakini kule kuna kitu inaitwa Jamharia. Jamharia ni taasisi za local government. Wanazo kama zetu huku tunaita serikali za mitaa, wanaita Jamharia. Jamharia ni namna gani ya uongozi uliokuwa karibu sana kati ya wananchi na serikali kuu. Kwa kweli ili tuimpress vijana wakati ule. Na sasa ni vijana wakati ule kwa sababu kipindi hicho nilikuwa bado mwanafunzi. Kwa hiyo nilikuwa bado kijana zaidi kuliko sasa. Kwa hiyo ni moja ya maeneo ambayo nilipata taaluma hiyo. Kwa hiyo uzoefu wangu mwingine nilipata katika nchi ya China, ambayo mara kwanza nilipelekwa na Chama cha Mapinduzi. Kipindi hicho nikiwa mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, nikiwa mjumbe wa secretariat ya halmashauri kuu ya taifa, lakini nikiwa ni katibu mkuu wa shirikisho la vyuo vikuu Tanzania. Ndani ya Chama cha Mapinduzi ilianzishwa shirikisho la vijana wa vyuo vya elimu ya juu, na mimi ndio nilikuwa katibu mkuu wa kwanza, ambao pamoja na wenzangu tulitengeneza ile shirikisho ambalo lilikuwa na malengo yake makuu manne, nitaelezea baadaye. Lakini uzoefu huo kwa nafasi hiyo ndio ilinifanya mimi pamoja na wajumbe 19, jumla tulikuwa wajumbe 20, ndio tulipelekwa China kwa ajili ya mafunzo ya ideology ya jinsi gani ya kuweza kufahamu shughuli mbalimbali za chama, kwa sababu kwenye chama kuna shughuli kuu mbili. Kuna kazi ya chama ndani ya chama na kuna kazi ya chama nje ya chama ndani ya umma. Kwa hiyo shughuli hizi lazima, ukiwa mtu umeiva unaitwa comrade, kama mimi nilivyoiva naitwa comrade, lazima uzifahamu na lazima uzitofautishe, kwa sababu kazi ya chama ndani ya chama iko na maadili yake, lakini kazi ya chama nje ya chama ndani ya umma vile vile iko na maadili yake na ina malengo yake ambayo lazima uyafanyie kazi. Kwa hiyo maeneo hayo yalinipa uzoefu mkubwa sana wa uongozi. Kumbuka nimepitia changamoto nyingi za uongozi ndani ya chuo kikuu. Chuo kikuu ni taasisi ambayo unakutana na changamoto nyingi za ndani na nje. Wanafunzi wake ni wa ndani na nje. Lakini sivyo tu, nikaenda vile kwa kiongozi wa vyuo vikuu vyote. Miaka ile ya 2010 kulikuwa na zaidi ya vyuo vikuu 56. Sasa unapokuwa kiongozi wa vyuo vikuu 56 Tanzania bara na Zanzibar, unaweza kuona ni mtu wa aina gani ambayo unaweza ukawasaidia wenzako kuvuka salama na kumaliza kozi zenu kwa wakati. Kwa hiyo ni moja kati ya maeneo ambayo nilifanyia kazi. Nimepata uzoefu mkubwa sana uongozi katika maeneo hayo na katika nchi mbalimbali ambazo nimetembelea, katika mafunzo, katika adventure, lakini vile vile katika kujionea zaidi jinsi maeneo mengine. Wakati tuko pale Libya nilipata nafasi nikaenda Tunisia, niliona jinsi gani taifa la Tunisia linavyotumia sekta ya utalii kama ndio kipaumbele kikubwa cha kujenga muhimili wa nchi ile. Na miaka hiyo niliona kabisa uchumi wa Tunisia ulivyoimarika kwa sekta moja tu ya utalii. Hayo yote utayapata kila siku ya Jumanne hapa
Historia Tanzania TV. Usikose kusubscribe, kukomenti na kulaiki.